Kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim, Mwenyezi Mungu Rahim, Mwenyezi Mungu Rahim kwa ruzuku ya uhai, lakini kutujalia afya ambayo imetuwezesha wote kukusanyika hapa. Sasa kabla sijatoma hotuba niliyopewa kuisoma, na nitaisoma bila kuongeza neno wala kupunguza neno, maana ukitumwa soma ulichopewa, na mimi nimetumwa. Kwa niaba ya aliyenituma nitaisoma hiyo hotuba. Kwa kabla ya kusoma hotuba niliyopewa na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, ambaye na yeye alielekezwa kuja hapa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kabla ya kuniagiza nije hapa amepata kibali cha Mheshimiwa Rais, ambaye ameona mimi nije niwawakilishe yeye Mheshimiwa Rais na yule aliyekuwa amemtuma Dr. Biteko, ambaye na hakika yeye angekuwepo leo mngefaidika zaidi kuliko mimi, maana yeye pia ni mhubiri. Mimi nimenyimwa kipaji cha kuhubiri, yeye pia ni mhubiri. Kwa hiyo na hakika kabisa angewahutubia na angenena, lakini kama alivyosema Baba Askofu hapa, amelazimika kwenda Bunda kwa msiba mkubwa uliotupata wa kuondokewa na aliyekuwa mtendaji mkuu wa shirika la umeme Tanzania, ambaye leo ni siku yake ya kuombewa kabla mwili wake haujapumzishwa, akisubiri ufufuko wa mwisho. Na hiyo nilipoombwa kuja kuifanya kazi hii, nimeipokea kwa unyenyekevu mkubwa sana. Kwa hiyo kabla sijaisoma hotuba niliyopewa, mniruhusu niseme yangu machache. Baada ya kuwaona nyinyi nyote ndugu zangu, ghafla yakanijia maneno ya Zaburi ya 133. Maneno ya Zaburi ya 133. Na siku hizi ziko tafsiri nyingi za Biblia za Kiswahili, lakini mimi hupenda kutumia sana ile Swahili Union Version, sababu tuna Swahili Union Version, tuna Biblia Habari Njema, tuna Biblia Neno. Neno ni lile lile, lakini tafsiri na Kiswahili inabadilika. Kwa mimi hupenda sana kwenda kwenye ile Swahili Union Version ya mwaka 1952, ambayo iliunganisha Biblia za Kiswahili za lahaja mbili. Chama cha British and Foreign Bible Society baadaye kiona ni gharama kubwa kuchapa Biblia za Kiswahili za lahaja mbili kwa matumizi ya watu wa Kiswahili wa Afrika Mashariki, sababu wakati huo walikuwa na Biblia mbili: tafsiri ya Biblia ya Kiswahili ya Kimvita, Kiswahili ambacho kinazungumzwa na wenzetu wa pwani ya Kenya kuja mpaka wazungumzaji wa lahaja ya Kimtangata, Tanga, lakini pia tafsiri ya Biblia ya Kiswahili ya lahaja ya Kiunguja. Kwa hiyo baadaye wakaona waziunganishe hizi lahaja mbili kuja na Biblia ya Union Version, kuunganisha hizi lahaja mbili. Na ndio maana kule mwisho wa Biblia wakaweka farahisi ya kumsaidia anayejua Kimvita, neno la Kimvita lilipoachwa basi ajue kwenye lahaja ya Kiunguja ni neno lipi. Kwa hiyo kwa wenzetu wale wa Mvita ni jimbi, lakini kwa Waunguja ni jogoo. Kwa hiyo unajua jimbi, jogoo. Lakini wakaunganisha hizi lahaja mbili kutupa hii Swahili Union Version mwaka 1952. Lakini baada ya hapo maendeleo ya lugha yameendelea. Sasa tuna Biblia Habari Njema ya Kiswahili cha sasa, lakini pia tuna Biblia Neno ya Kiswahili cha sasa. Lakini mimi hupenda zaidi kwenye Zaburi kurudi kwenye ile Swahili Union Version, na walio tafsiri walikuwa ni magwiji wawili. Kwa upande wa lahaja ya Kiunguja alikuwa Canon Helia, lakini kwa upande wa lahaja ya Kimvita alikuwa Canon Taylor. Na Zaburi zilipata
ladha nyingi sana kutoka kwa Canon Taylor, ambaye yeye alikuwa anakaa Mombasa na alikuwa ni bingwa sana wa lahaja ya Kimvita. Na ndio maana mkichukua kitabu cha nyimbo standard ambacho Wasabato na Waanglikana wa Kiinjili tumekichangia na tumechangia tenzi za rohoni. Kwenye tenzi ya rohoni ukiona NS manake ni nyimbo standard, na ukiona NK ni imetoka kwa Wasabato. Sasa watu wanapochukua tenzi ya rohoni wajue hiyo. Sasa Zaburi ya 133 inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na nyinyi mnasema nini wito wenu wa safari Atape 2025? Mmelitoa kwenye Zaburi ya 133 aya ya kwanza. Nasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni ushukao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima wa milele. Kwa hiyo kauli mbiu yenu kutoka Zaburi ya 133 imetupa baraka kubwa sana. Na kama kuna jambo tunajifunza kwa nyinyi ndugu zetu wa Adventista wa Sabato, nyinyi ni ndugu mnaokaa pamoja kwa umoja. Na alisema hilo kwa sababu nimepata baraka nyingi sana na furaha nyingi sana kutoka kwa Adventista wa Sabato. Mimi si wa madhehebu ya Adventista wa Sabato. Mimi ni Mwanglikana, na katika Waanglikana, ingawa ni kanisa moja, uongozi mmoja, ndani ya kanisa hili tuko mapokeo mawili, mapokeo ya Kiinjili na mapokeo ya Kikatoliki, lakini ikiwa ni kanisa moja lililotajirishwa na mapokeo hayo mawili. Na mimi ninatoka kwa upande wa kuzaliwa wa Waanglikana wa Injili, yani Evangelical Anglicans, na mimi pia ni mtoto wa pastor kama walivyo wengine. Lakini nimetajirika sana na ndugu zangu wa Adventista wa Sabato katika maisha yangu. Nimekuwa na marafiki wa Adventista wa Sabato na ambao sasa wameacha kuwa marafiki, wamekuwa ndugu kabisa. Na aliyenileta na kuwa na marafiki na ndugu wengi wa Adventista wa Sabato ni ndugu yangu Dr. Ringo Wile Agre Rashid Tenga. Na yeye amenifanya nipate kupitia yeye nimefahamiana na ndugu zake wa familia, lakini na ndugu zake wa Sabato na wazazi wake, Pastor Agre Rashid Tenga. Baadaye kabisa akaacha kuwa ni baba ya rafiki yangu, lakini pia akawa baba kwangu, na mara nyingi tukaenda Hedaru na kupata baraka nyingi sana. Na nakumbuka wakati mmoja tunatoka Usangi tunakwenda juu kwa juu ili baadaye tuje Hedaru, twende kule juu maeneo ya Kilomeni na kwa rafiki yetu mwingine, Mungu amemrehemu, Dr. Sengondo Edmund Mvungi. Basi tukaanza kuimba nyimbo na kina Tenga na kina Msifu, nyimbo kutoka kwa kitabu cha tenzi za rohoni, njia yote ile tunaimba zile nyimbo. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo nimefaidika navyo ni hivyo, lakini kupitia kwake nimekuwa na ndugu wengi wengine, akina Yonazi hawa baba yake na baba zake wadogo, akina Salehe, akina Manongi. Kwa hiyo nimshukuru sana akina siku hizi Janet Senkoro, Tenga na ndugu wengi sana. Kwa hiyo Dr. Tenga ni ndugu yangu kabisa, na amefanya pia niwe sehemu ya wale wote wakina Tenga, wakina Salehe, akina Manongi. Nimebarikiwa sana na Dr. Tenga, na mimi ni watoto wa mapasta. Kwa hiyo baadaye tumetajishana sana katika mambo mengi, na amekuwa ndugu wa kweli kabisa. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Judge George Masaju. Yeye amenitajirisha sana
kwa sababu baadaye alijua napenda kusoma Biblia na kuijua Biblia kwa undani zaidi, na mimi nasoma yote, viwe ni commentaries za wengine nazisoma, lakini yeye akanisaidia, akawa ananiletea kitabu cha Sourcebook. Nikaipenda sana Sourcebook kwa sababu Sourcebook ikanitajirisha sana pia kuielewa Biblia kwa undani sana. Na maaskofu mko hapa, najua hawa hawasomi Sourcebook, hawa wanasoma lesson. Najua hawa wanasoma lesson, na hawa waendelee kusoma lesson, msiwape Sourcebook. Sourcebook mnipe mimi tu, hawa waendelee na lesson hawa. Mkiwapa Sourcebook hawa mtawachanganya. Mnachie mimi Sourcebook. Lakini Sourcebook imenisaidia sana, na nimshukuru sana Msaju, sababu moja ya vitabu ambavyo vilikuwa kina changamoto kukielewa ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na ile Sourcebook ile Ufunuo wa Yohana ndipo nilipojua namna 3 za kusoma Ufunuo wa Yohana, namna 3. Na kwenye Sourcebook mnakuwa kweli namna 3 za kusoma Ufunuo wa Yohana. Kwa hiyo nikafaidika sana. Lakini nilikuwa ninapata shida ya kujua muunganiko wa kitabu cha Nehemia na Ezra. Sasa kuna wakati lesson ilikuwa na vitabu hivyo viwili wakati mmoja, na Sourcebook ikanisaidia kujua muunganiko huo wa kitabu cha Nehemia na Ezra. Hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Jaji George Mchechu Masaju kwa kunisaidia kupata Sourcebook. Sasa imekuwa changamoto kuipata. Unajua baada ya corona mambo mengi yalivurugika kidogo. Kwa hiyo natamani kuendelea kupata Sourcebook. Taipataje? Sasa maaskofu mpo, nadhani mtasaidia, nitaipata tu Sourcebook. Lakini nimshukuru sana pia Katibu Mkuu Dr. Jim Yonazi, Katibu Mkuu Ephraim Maswi, kina Salehe, hawa tumekuwa ndugu kabisa. Kwa hiyo nikija katikati ya Wasabato pia naona niko katikati ya ndugu. Lakini nikizungumzia hili la ATAPE, sisi pia Waanglikana tumekuwa tunahangaika kupata ATAPE yetu chini ya uongozi wa mzee George Huruma Mkuchika, waziri wa nchi ofisi ya Rais, shughuli maalum, na Dr. Leonard Mashaka Chamrio, mbunge wa kuteuliwa, ambaye na yeye ndugu zake wengi ni Wasabato. Sasa yeye alikujaje kuwa Mwanglikana sio swala langu mimi. Yeye anajua alitokaje kwenye Wasabato kuwa Mwanglikana, na wale ndugu zake ni Wasabato. Lakini najua hivyo pia kwa Jaji Joseph Sinde Warioba, ndugu zake wote Wasabato, yeye ni Mwanglikana. Kwa hiyo mjue wale Wasabato waliokuja Mwanza baadaye ndugu zao wakawa Waanglikana. Kwa nini sijui. Kwa hiyo tumekuwa tunahangaika pia kuwa na chama cha wanataaluma, professional association. Kwa hiyo tukasema hebu tujifunze kwa Wasabato na tujifunze kwa Wakatoliki. Ndio Christian Professionals of Tanzania, tukaangalia utaratibu wao, tumekuja tukawaangalia na nyinyi Wasabato, na nadhani kabisa kuna ambao tumejifunza na tuko katika utaratibu wa kukamilisha ili na sisi pia tuwe na Anglican Professional Association. Kwa hiyo nyinyi hamkujua kwamba, na hata kina Yonazi hawakujua kwamba, na Maswi hawakujua kwamba, hasa Maswi nimemuuliza maswali mengi ya ATAPE, yeye tu alidhani ninawapenda na ninataka kujua mnafanyaje kazi. Kumbe mimi nilikuwa chuo kwa nasema wanadesa, nilikuwa na desa nione hawa wenzetu hawa wamekwendaje, na nyinyi mmekwenda mbali zaidi
pia mmewashirikisha wote wanataaluma, lakini pia na wajasiriamali. Kwa kuna mengi ambayo mimi nimejifunza kwa nyinyi ndugu zangu wa Adventista wa Sabato. Nimejifunza mambo mengi sana ambayo yamenisaidia kutajirisha sio tu kuijua Biblia, lakini kuzidi kumpenda Mungu na kupata baraka nyingi sana kupitia kwenu. Kwa mmekuwa ni watu wa baraka kabisa kwangu, na nawashukuru sana rafiki zangu wote ambao wamenifanya niwe karibu na nyinyi. Sasa kama nilivyosema, I am also a pastor's kid. Kwa hiyo kila ninapokutana na watoto wenzangu wa mapasta wa madhehebu mengine yote, ninasikia kuwiwa kwa furaha sana. Na sisi pastor's kid kule kwa Waanglikana, zaburi yetu kubwa ni Zaburi ya 122. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana. Maana lazima tujengwe kama mji ulioshikamana. Huko ndiko walikopanda kabila za Bwana. Ushuhuda kwa Israeli, walishukuru jina la Bwana. Maana huko viliwekwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya mbari ya Daudi. Utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Na mimi naitakia Atape amani na wafanikiwe wakupendao. Amani na ikae ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Nami nawatakia kabisa nyinyi Atape amani ikae ndani ya kuta zenu, na mfanikiwe ndani ya nyumba zenu. Na aya ya 8, kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu niseme sasa, amani ikae nawe, amani ikae na Atape. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu nikutakie mema, na watakia Atape mema. Sasa baada ya kusema hayo yangu, nitakwenda kwa yale niliyotumwa niyaseme, bila kupunguza wala kuongeza neno. Manake ukitumwa, fikisha ujumbe ulivyoandikwa, usitoe tafsiri yako. Unaweza ukatafsiri vingine. Lakini nirudie tena kusema, leo nimebarikiwa sana. Ilikuwa asubuhi ya leo, na baada hapa nina safari kwenda mahali pengine. Lakini ndani ya serikali maagizo yanaposhuka lazima uyatekeleze. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko alielekezwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumwakilisha katika shughuli hii kubwa sana ambayo yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais alipenda kuhudhuria. Lakini kama nyote mnavyofahamu, mtendaji mkuu wa TANESCO amepata rehema ya Mungu, msiba mzito sana, na yeye akiwa pia waziri wa nishati amelazimika kwenda Bunda kwa shughuli hiyo, na baada ya hapo ana safari nyingine, na alitamani sana kuja kuwa nanyi, na hakika kabisa amesema kwa siku zijazo, fursa nyingine ikitokea, atapenda sana kuja kukutana na nyinyi ndugu zake wa Adventista wa Sabato. Yeye pamoja na kwamba anatoka kanisa la African Inland Church of Tanzania, lakini anasema na yeye amefaidika sana na ndugu zake wa Sabato, hasa katika kuijua Biblia na kulijua neno la Mungu. Na yeye akiwa pia ni mhubiri katika kanisa la African Inland Church Tanzania, mmemfanya awe mhubiri mwema, na ndio maana alikuwa ametamani sana kuwa na nyinyi. Lakini basi mapenzi ya Mungu yamekuwa vingine, kwa hiyo sasa yuko Bunda, na baada ya Bunda atakuwa na safari nyingine. Lakini anawaletea salamu nyingi sana nyote, na naombea baraka nyingi sana za Mungu ili mfanikiwe katika yale yote ambayo mmeyaleta. Sasa kwa upande wa kanisa Anglikana, mimi ni mtoto wa Diocese ya Central Tanganyika. Niliposikia hapa kuna field ya Central Tanzania, nikasema basi na mimi niliseme hili. Na ndio maana hapa Dodoma kama kuna ufupisho maarufu sana ni DCT, Diocese of Central Tanganyika. Na Diocese of Central Tanganyika sasa imezaa diocese nyingine 19, zimekuwa diocese 20. Ilikuwa ni theluthi mbili ya kanisa Anglikana Tanzania la mapokeo ya Waanglikana wa Kiinjili. Kwa niliposikia kuna watu wa Central Tanzania hapa, nadhani nitawatembelea mara nyingi.
na labda sasa nitanunua vitabu vingine toka kwenu. Wale kina dada, sababu najua wauzaji wengi sana wa maandiko kwa Wasabato ni akina mama. Sababu gani sijui. Kwa hiyo wale wanaouza maandiko, basi tutaonana hapa Central Tanzania, na mimi ni mtoto wa Diocese ya Central Tanganyika ambayo lakini sasa imezaa diocese nyingi. Na Waingereza waliigawa degree 38 longitude na degree 8 latitude. Mashariki yake, kaskazini yake ni CMS wa Injili, na mashariki yake na kusini yake ni UMCA wa Anglikana wenye mapokeo ya Katoliki. Lakini sisi wote sasa ni kanisa moja, na nyinyi na sisi wa Anglikana wa Kiinjili tunachangia nyimbo zile zile tunaziimba sote pamoja wakati wote. Sababu sijui, lakini huko nyuma tukipekua vitabu tutajua. Kwa hiyo ni baraka kubwa sana kuwa katikati yenu, na tayari nimeshapeleka simu. Mikutano yangu mingine miwili ya jioni ya leo nitaipeleka kesho asubuhi ili niweze kufanya hili. Na nimshukuru sana Mungu amenipa nafasi ya kukutana na nyinyi, na nadhani mnashangaa kabisa kwamba mimi nasoma lesoni. Nasoma lesoni zote, na Sosibuku nasoma, na Yonazi ni shahidi, na Janet ni shahidi. Nashangaa hata mwanafunzi wangu Jaji anashangaa kwamba nasoma lesoni. Nazisoma kabisa, na nazifuata. Na mara moja Mheshimiwa Jaji Masaju aliniambia leo nakwenda kutoa neno, kama una nafasi uje ili uhudhurie madarasa yangu, lakini sijapata nafasi. Lakini daima nina watu wanaoniletea lesoni. Yonazi akichelewa ataleta Maswi. Maswi akichelewa, mwaminifu kuliko wote ananiletea siku hizi kwenye simu, anaitwa Mary Makondo. Yeye ni mwaminifu kabisa, kama ilivyo kawaida akina mama, kina Mariamu Magdalena wale waliokwenda kumuona Bwana mapema. Hayo yeye ananiletea haraka sana, na zinanisaidia. Sababu tunasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Sasa inatusaidia sana. Kwa hiyo mimi nimefurahi kuwa katikati ya nyinyi ndugu zangu. Na isingekuwa majukumu mengine ambayo yananikabili, ningependa nikae nisikilize na mada nyingine za nyinyi professionals na wajasiriamali, kwa sababu kama nilivyosema na sisi tunaunda sasa. Kwa hiyo Mungu ni wa ajabu sana. Tumewasoma kimya, leo imebidi siri hiyo ifichuke kwamba tunataka kuunda Anglican Professionals of Tanzania, lakini modo yetu ni CPT ya Wakatoliki, lakini na nyinyi ATAPE. Na kwenye ATAPE kuna vitu tumejifunza leo, nisiviseme maana yake tukivikosea tuvikosee tu, lakini msianze kutukosoa kwamba sisi haikuwa hivi, ilikuwa hivi. Lakini kuna vitu vingi tumejifunza sana kutoka ATAPE, na naamini kabisa Mungu akipenda vitatusaidia sana na sisi hapa, yani Anglican Professionals of Tanzania. Sasa baada ya hayo yaliyo yangu, sasa kushakuwa wakili wa Bwana. Maana neno wakili watu wanadhani ni mwanasheria tu, lakini wakili pia ni msimamizi, kama ambavyo neno askofu watu wengi sana linawapa shida. Askofu maana yake ni mwangalizi, na kwa Kiyunani ni presbyter. Yani ni mwangalizi. Kwa hiyo pia msipate sana tabu wa Sabato kutumia neno askofu, maana yake ni mwangalizi. Ni mwangalizi anayeangalia. Na Wagogo nao walipopata tafsiri hiyo ya askofu kuwa ni mwangalizi, kwa Kigogo wakamwita askofu ni mbilichizi. Yani mbilichizi yeye ndio anayewasimamia wachungaji wa dimi. Awali wale wanadima. Sasa wale wadimi anayewasimamia mwangalizi ni mbilichizi. Kwa hiyo wale wa hapa Central Tanzania hawa ni wabilichizi. Yani wabilichizi wa kubilichiza wadimi. Yani ni waangalizi wanawaongoza wachungaji. Na nadhani ndugu yangu kutoka Uganda, neno mbilichizi kwenye Luganda, Luganda una neno la mbilichizi. Najua wewe ni Msoga, lakini Waganda wana neno mbilichizi. Mbilichizi yule anayeangalia, the one who takes care and attends to the flock. In Luganda is mbilichizi. So it's very interesting. Na yeye namwambia hivyo kwa sababu yeye ni Msoga. Mimi ni Mbaganda wa heshima. Na kwa Wabaganda wa heshima mimi ni Nchima. Wale Nchima wanatoka Mkono, ndugu zangu ni kina Kafero, kina Nkoyoyo
na wengine wote. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwa, sababu mara nyingi nimekuwa nakwenda Bishop Stuart University ya Waanglikana kule Jinja anakotoka Ndeto. Sasa nisome bila kuongeza au bila kupunguza neno ya hotuba niliyopewa na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote ningependa kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ruzuku ya uhai na kutujalia kuwepo hapa siku ya leo. Kipekee, yani yeye Dr. Biteko. Nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amenipa fursa ya kujumuika nanyi siku ya leo. Mlimwalika yeye kuwa mgeni rasmi, lakini kutokana na majukumu mengine ya kitaifa alionayo, amenipatia mimi heshima hii kubwa kuja kumwakilisha. Ninamshukuru sana. Hivyo, pamoja na mambo mengine aliyonituma nije nayo hapa siku ya leo, ameniagiza niwaletee salamu za upendo. Anawasalimia sana na anawatakia kila laheri katika shughuli zenu za kila siku na yupo pamoja nanyi. Ndugu washiriki, vile vile kwa heshima naomba pokeeni salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wenu hawa pia wanawapongeza sana na wanawatakia kila laheri. Ndugu washiriki, napenda pia kuwashukuru uongozi wa ATAPE chini ya mwenyekiti wake kitaifa Bwana Onesmus Nyaluba kwa mapokezi mazuri na ya heshima. Kwa kweli nimefarijika mno. Hongereni sana. Uwepo wangu leo, yani Dr. Biteko naye mwakilisha, imekuwa ni fursa kubwa ya kujifunza mengi kutoka kwenu. Pia nimefurahi sana, nimeonana na baadhi ya ndugu zangu na marafiki zangu wanataaluma na wajasiriamali. Hivyo naamini huku kuna neema kubwa. Ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa ATAPE huwa mnafanya mkutano wa namna hii kila mwaka, hususan msimu huu wa sikukuu za Pasaka, mkutano ambao huwa na malengo makubwa, ambapo kwa mwaka huu leo tarehe 16 Aprili 2025 tunafungua mkutano wenu huu wa mwaka hapa jijini Dodoma. Hongereni sana kwa hatua hii kubwa. Ni imani yangu kuwa kupitia mkutano huu mtapata fursa ya kushauriana, kujengana kifikra. Miracles are real. Not everybody is faking this thing. There are real miracles that happen by the hand of God. Are we together? My dream is that sooner or later miracle services will no longer be for Koinonia members. It will be an act of evangelism, that for many people who are of this fold, when you come, there will really be nothing to heal and nothing to pray for, because you would have so mastered the keys of the kingdom. What you do, it will just be an opportunity for growth and increase while bringing many others to receive. That's how it ought to be. Are we together now? Yes, go ahead, my friend. Yes, sir. So, Apostle, you gave a profound word of knowledge, yes, regarding someone that actually stuck a cotton bud in his ears. Right one. It was you? Yes, sir. Okay. When you mentioned my case that kuwa serikali inawathamini na itaendelea kushirikiana nanyi, lakini pia serikali anayoiongoza inatambua na inathamini mchango na jitihada zenu katika kujenga ufalme wa Mungu kupitia taaluma na ujasiriamali wenu. Hivyo msirudi nyuma, muendelee na jitihada zenu. Ndugu washiriki, serikali itaendelea kushirikiana na taasisi zote za kidini na kijamii katika nyanja zote, ikiwemo utoaji wa elimu bora, utoaji wa huduma bora za afya, uhuru wa kuhubiri Injili, masuala ya ujasiriamali,
uwekezaji na huduma nyinginezo. Serikali inatambua na inathamini mchango wa taasisi zote katika kutatua changamoto za jamii na kwa maendeleo ya taifa. Hongereni sana sana sana. Ndugu washiriki, naomba pia nitambue huduma nzuri zinazofanywa na chama cha ATAPE kwa kushirikiana na uongozi wa kanisa, kama vile kuendesha mahubiri ya satellite, huduma za afya kupitia kambi za afya bure, kujitolea kuchangia damu na kutoa huduma za matendo ya huruma katika magereza yetu ya Tanzania. Huu ndio wajibu wetu sote, kuwatendea mema wenzetu. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, naomba niwapongeze sana kwa hatua hii kubwa. Ndugu washiriki, nimefarijika sana kusikia kupitia hotuba ya mwenyekiti wetu wa ATAPE Taifa, Bwana Onesmus Nyaluba, kwamba mna mpango wa kujenga kituo cha kisasa cha mvuto, Center of Influence, hapa Nala jijini Dodoma, ambacho kitafungua fursa mbalimbali. Naomba niseme kwamba suala hili nitaliwasilisha kwa Mheshimiwa Rais ili tupate mwongozo wake kuwa serikali tuongeze nguvu sehemu ipi, ikiwa ni sehemu ya mchango wetu. Ndugu washiriki, nimejulishwa pia pamoja na mafanikio mlionayo, bado mnazo changamoto chache zinazowakabili, ikiwemo hizi zifuatazo. Kufanyika kwa usaili, interview, ndani ya siku ya Sabato, ambayo ni kinyume na imani yenu, hivyo kuwakosesha haki wanajumuiya ya kupata ajira kama ilivyo kwa Watanzania wengine. B, mitihani kufanyika kwa katika siku ya Sabato katika vyuo na shule mbalimbali. Hili nalo pia huwanyima haki ya kuhitimu elimu. Na che, na pia changamoto nyingine mbalimbali. Ndugu washiriki, naomba niseme kuwa kwa heshima kubwa nimepokea changamoto hizi, na naomba niwaahidi, yani Dr. Biteko, kuwa nitaziwasilisha kwa kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Naamini kwa upendo wake kwenu na kwa ushirikiano na sisi sote kwa ujumla, tutapata ufumbuzi wa changamoto hizi. Subira yavuta heri. Ndugu washiriki, vile vile nimefarijika kusikia kwamba kupitia taaluma zenu na ujasiriamali wenu mmefanya kambi za afya, ambapo wataalamu wenu wa afya wametoa huduma bure za kitabibu katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, ikiwemo wilaya ya Rombo, wilaya ya Chato, wilaya ya Kiteto, wilaya ya Karatu, wilaya ya Morogoro mjini, wilaya ya Kahama, na mwaka huu nimesikia mnajiandaa kwenda eneo la Mbagala jijini Dar es Salaam. Ningependa pia kuwapongeza kwa kuendelea kutoa elimu katika sehemu mbalimbali kuhusu uwekezaji na ufadhili wenu wa mpango wa mahubiri ya satellite kama mchango wenu kwa kanisa na jamii yetu. Mjipigie makofi. Ningependa kuwasihi mwendelee na moyo huo huo wa kujitoa kulisaidia kanisa kiutume na taifa kwa ujumla. Naamini kupitia kujitoa kwenu, Watanzania wengi wanafaidika na huduma zenu kiroho na kimwili, na mwendelee kutekeleza malengo yote mliojiwekea. Ndugu washiriki, baada ya kusema hayo, naomba sasa mniruhusu kutamka kwamba mkutano mkuu wa 25 wa Chama cha Wanataaluma na Wajasiriamali wa Adventista wa Sabato Tanzania umefunguliwa
rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hiyo na washukuruni sana tena kwa kuipokea hotuba ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati kwa shangwe kubwa. Naomba tuketi. Nami nitamfikishia kwamba hotuba yake nimeisoma na nimeiwasilisha. Nirudie tena sasa ya kwangu tena binafsi wachache kwamba kwa kweli naona fahari na furaha kubwa sana, na Mungu kwa mapenzi yake leo pia ameniweka katikati ya ndugu. Basi nitakapokuwa naondoka, muendelee nyinyi na mimi kuisoma na kuiimba Zaburi ya 133 ili tuendelee kuwa ndugu tunaokaa pamoja. Nimebarikiwa sana 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 na maaskofu wote na ndugu yetu kutoka Uganda. Utakaporudi wasalimie sana ndugu zangu wale wote kule Jinja. My greetings to Kafero. You know Kafero, the owner of the hotel in Jinja, who always hosts me free of charge because I'm in Chima and he's in Chima. So my greetings there. And also to all my colleagues at Bishop Stuart University in Busoga, but to all our colleagues, the SDA in Uganda. And I've always been told by my friends, the pastor's kid in Tanzania, always when their fathers went to study in the university in Uganda, they enjoyed the hospitality and the great love in Christ from their brothers and sisters in Uganda. The university is Bugema. Yeah, so I have heard a lot from the Tengas about Bugema and from the Yonazi about Bugema. I haven't been to Bugema, but I promise one day, if God allows and grants me life, one day I want to go to Bugema and see where my good friends, the Tengas and the Yonazis, always talk about Bugema. And when they talk about Bugema, you would think you are going to heaven. So I'd want to see that heaven on earth in Bugema. So I thank you so much for coming to Tanzania to be part of this congregation among your brothers and sisters, and I'm sure they are going to benefit a lot from your sermon, but also from your lessons. Welcome so much to Tanzania, but also with your wife. I don't want to use the term spouse because these days the term spouse has been abused, and I want to use wife and husband. Your wife and Janet, I'm right? And I've been told that I don't want to use the language of Old Testament. You didn't steal her. I'm told you stole her from Tanzania. I'm right? But if you stole her from Tanzania now, today we are going to give you Janet legally and without any conditions. So Professor and Janet, welcome to your brothers and sisters in Tanzania among the Seventh-day Adventists, but also here in Dodoma. And Dodoma is blessed like Israel. Dodoma is blessed like Israel. And I'll tell you why Dodoma is blessed like Israel. It's the only country in the world where they harvest grapes twice. All over in the world, they only harvest grapes once in a year, but Dodoma twice, in March and September. Yes, the only. So we share with the Holy Land something which is special about Dodoma. We are all dry, but God has endowed this country with a lot of fertility. But second, cashew nuts. It is only in central Tanzania where cashew nuts are harvested twice in a year. So you can see this, what looks to be dry and semi-arid, just as it is Israel. God has blessed it to harvest twice grapes and twice cashew nuts. So welcome to the blessed land in East Africa, which is Dodoma. And take the blessings from Dodoma, the Holy Land of East Africa, back to Uganda. Thank you so much for coming. And I know we are going to benefit a lot from your lessons here in Tanzania. And next time when I'm in Uganda, I will ask where your offices are because I'm a regular visitor to Uganda. I will make sure that I come to visit you. Na dada nikija, basi upike yale makande ya kipare. Asante sana. Basi mbarikiwe sana. Asante sana.